Siku hizi mambo yanakwenda kidigitali zaidi, yaani kadi za michango na mialiko zinasambazwa kwa njia ya SMS na WhatsApp. Tunatoa huduma za kusambaza kadi nzuri na za kuvutia, yaani stylish. Tunasambaza kadi kwa njia ya SMS na WhatsApp kwa waalikwa wote ndani ya dakika 30 tu. Tunawapigia simu waalikwa wote kuhakiki kama wamepokea kadi. Tunaskani kadi siku ya sherehe kuepusha uzamiaji. Baada ya sherehe, waalikwa wote watatumiwa kadi ya shukrani. Usipoteze muda wako kutembeza kadi nyumba kwa nyumba. Watumie kadi direct kwenye simu zao za mkononi, iwe smartphone au kitochi. Tupigie kwa simu nambari 07474098 au tucheki WhatsApp kwa namba 0763530877. Kwa kadi za kijanja, sisi ndo namba moja. Waziri wa Maji Juma Aweso ameelekeza Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Dar es Salaam DAWASA kuchukua hatua za haraka kukabiliana na changamoto ya uhaba wa maji pamoja na malalamiko ya ankara kubwa zinazowakabili wananchi wa jiji la Dar es Salaam. Waziri Aweso amesema serikali inatambua changamoto ya upatikanaji wa maji katika baadhi ya maeneo ya jiji hilo, hali inayosababisha wananchi kupata huduma ambayo mara nyingine hawapati kwa uhakika. Tumefanya maamuzi kupitia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumejenga mradi wa Kigamboni na tunakwenda phase 2. Pale tuna visima vina maji mengi, kwamba tujenge mradi wa dharura, kuwe na backup ambayo itaweza kusaidia mto Ruvu, kwamba mto Ruvu ukipungua kina, manake tunatumia maji chini ya ardhi ya Kigamboni, ambao pia ametusaidia katika kipindi hichi. Lakini kuondokana na hii changamoto, unapojua wakati mwingine unapotokea changamoto kunakuwa na maoni na ushauri mwingi. Tumepokea maoni, tumepokea ushauri kwa kipindi kile ambacho tulipoipata crisis. Wengi walisema bwana, nini hamtumii bahari? Lakini ukweli wa mambo, nchi yetu ya Tanzania si maskini wa vyanzo vya maji. Maji yanapotea tu baharini. Lazima tuvune maji. Ndio maana mkakati wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, badala tu maji yaingie baharini afu ndio utumie fedha nyingi kuyabadili yawe maji ya kawaida, tunayavuna huku. Tunajenga bwawa kubwa la Kidunda na lipo katika hatua zaidi ya 40%. Mwezi wa 12 bwawa lile linatakiwa likamilike. Kwa hiyo Wizara ya Maji tutaweka nguvu kuhakikisha mradi ule unakamilika na una uwezo wa kuhifadhi maji lita bilioni 190. Ni maji mengi ambayo kipindi cha kiangazi yatatumika kwa ajili ya kutatua matatizo ya maji. Nilitoa maelekezo mahususi kwa DAWASA. Tulipitia changamoto. Wananchi hawakupata maji ile kawaida. Itashangaza sana unamwambia mwananchi alipe labda 300,000, 500,000 kama vile ana kiwanda. Haiwezekani. Na wananchi naye afahamu sio kipindi chote katika siku 30 siku zote alikosa maji. Kuna kipindi na maana alipata siku 5, ndio maana maji yale yaliyokuepo yaligaiwa kwa usawa. Tuseme leo apate au akose, lakini sio kwamba wiki nzima au mwezi mzima alikosa huduma, ila uonekane ule uhalisia. Na nimuelekeze kwa mara nyingine, sio wa DAWASA, mkasimamie maelekezo ambayo tumeyatoa. Yapo baadhi ya maeneo, eneo la Kibamba lilipata changamoto, maeneo ya Ruvu, ya maeneo ambayo yanategemea Ruvu chini, maeneo ya Bunju, maeneo ya Kunduchi, maeneo ya Mwenge, na maeneo mengine ya Ubungo. Watu walikuwa na changamoto. Kwa hiyo bili zake lazima zifanane na mazingira ambayo tumeyapitia. Kwa hiyo hayo ndio maelekezo, lakini kikubwa tuwaombe radhi pia wana Dar es Salaam. Sisi jukumu letu ni kutoa huduma. Tumetoa huduma kwa kipindi chote na hakukuwa na ikeka. Kile ni kipindi cha mapito. Tunawashukuru sana kwa ushirikiano mkubwa ambao tumeyapata, lakini hili jambo Mheshimiwa Rais ametuelekeza kuhakikisha tunakabiliana nalo. Ndio maana tunaenda phase 2 Kigamboni, tunakamilisha mradi wa Kidunda, lakini sasa tunatoa maji ya mto Rufiji yanakuja katika jiji la Dar es Salaam. Katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi, wakati mwingine ujenzi wa miradi mikubwa inahitaji gharama nyingi. Sitoangalia gharama. Takachoangalia ni kuhakikisha Watanzania wanapata huduma maji safi na salama. Mheshimiwa Rais amefanya kwa vitendo, amejenga mradi pale Kigamboni wa zaidi ya bilioni 23. Nchi yetu ya Tanzania ina vijiji 12,333. Mpaka sasa Wizara ya Maji imeshafika vijiji 10,758. Vijiji vilivyobakia 1,575. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika kipindi chake ndio aloasisi kauli mbiu ya kumtoa mwanamama ndio kichwani. Wizara ya Maji ilikuwa wizara ya kero na lawama. Moja ya changamoto yake ufinyu wa bajeti. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametuongezea fedha kwa ajili ya kuhakikisha tunatekeleza miradi ya maji. Amefanya mabadiliko ya taasisi. Ameanzisha
wakala maalum ambao utatatua matatizo ya maji vijijini, RUWASA. Katika kipindi cha Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, katika kipindi cha miaka 4, trilioni 3 zimewekezwa katika wizara yetu ya maji. Trilioni 1.8 zimewekezwa vijijini. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kama nilivyoeleza, tumejenga miradi 10,758, tumefika vijiji 10,758. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametengeneza vijiji 7,929 kipindi tu cha miaka 4. Tumebakisha vijiji 1,575. Maelekezo yake Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan wakati anamaliza awamu yake, anaporudi Kizimkazi, maelekezo katika wizara yetu ya maji, vijiji 1,575 vyote tukavikamilisha. Hatutokuwa kikwazo kwa Watanzania kuweza kupata huduma ya maji safi, salama na yenye kutosheleza. Leo tumepata wasaa wa kueleza siku 100 za utekelezaji wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi wizara yetu ya maji tumepewa maelekezo mahususi ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Alihutubia kwenye bunge, lakini pia katika ilani ya Chama cha Mapinduzi katika awamu hii ya pili ameeleza, kwenye dira imewekwa wazi kwamba yeye ni mama na 1% kubwa anaoteseka juu ya adha ya maji ni wakina mama. Hataki kusikia, hataki kuona wamama wa nchi hii wanateseka juu ya adha ya maji. Kwa hiyo ametoa maelekezo mahususi katika wizara yetu ya maji ya kwamba nchi yetu si maskini wa vyanzo vya maji. Ukenda eneo la Katavi, ukenda eneo Rukwa, eneo la Kigoma, kuna ziwa Tanganyika. Ukenda maeneo ya kanda ya ziwa, Mwanza, Geita, Mara na maeneo mengine, kuna ziwa Victoria. Lakini ukenda maeneo mengine, kuna ziwa Nyasa kwa maana mkoa wa Ruvuma. Yapo baadhi ya maeneo, ukenda Mtwara tuna mto Ruvuma. Ukenda kanda kaskazini tuna mto Pangani. Ukenda pwani tuna mto Rufiji. Ukenda Kigoma kuna mto Maragarasi. Maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, wizara ya maji yende katumia rasilimali hizi zilizopo kuhakikisha kwamba tunakwenda kutatua tatizo la maji. Aidha, amesema kuwa katika kipindi cha miaka 4 jumla ya shilingi trilioni 3 Aidha, amesema kuwa katika kipindi cha miaka 4 jumla ya shilingi trilioni 3 zimetumika katika sekta ya maji nchini, ikiwa ni jitihada za makusudi za serikali ya awamu ya 6 katika kuboresha upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau